Ndugu zangu, nimeanza na hilo kwa sababu nataka kuwastua, najua wengi hamjui. Dr. Slaa mliyemzoea katibu mkuu wenu alikuwa padri wa kanisa Katoliki. Sijui wangapi walikuwa najua. Niliondoka upadre, historia ndefu kidogo lakini taifupisha, kwa sababu nilikataa uizi. Maaskofu wangu tuliibiwa nikiwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Maaskofu wakaungana na yule aliyeiba, wakati mimi nataka aliyeiba apelekwe mahakamani. Nikawaambia maaskofu, sijafundishwa theolojia ya aina hiyo. Na kwa sababu mimi na nyie hatuungani, kwa sababu mimi nabaki kwa Mungu anayekataa wizi, mimi naacha upadre, na nikauacha. Nimeanza na hiyo sababu nataka kuambia yafuatayo. Chaguzi zetu zimejaa rushwa, kweli si kweli? Na maaskari msikilize kwa umakini, kwa sababu na nyie mnashadidia hayo mambo. Sijui mlifundishwa shule zipi, kwa sababu kazi ya askari ni kupiga vita rushwa. Kazi ya askari ni kupiga vita uizi, si kusindikiza mikutano ya siasa kama hii. Naomba radhi kama natumia lugha kali kwa askari. Ndugu zangu, uongo haukubaliki mbele ya Mungu. Uongo kweli? Nyie wote ni Wakristo, nyie wote ni Waislamu, wote tunamwabudu Mungu, na yote hayo niliyotaja yanapingana na Mungu ambaye anasema si kweli, anyoshe mkono. Amri hizo zote ziko kwenye mioyo yenu, wala sio dini iliyoweka kwenye sheria. Ilianza kwanza kwenye mioyo ya binadamu, na baada ya kuweka kwenye mioyo ikawekwa sasa kwenye sheria za nchi. Sasa nimesema haya kwa sababu tumechoka na wizi wa kura. Tumechoka na rushwa. Tumechoka na kunyanyasa wa Tanzania. Miaka yote watu wanakimbia na masanduku. Na mwaka jana wakaanza kitu kipya kabisa. Askari wa magereza anapiga mtu risasi na kumua kwenye kituo cha kupigia kura. Askari wa magereza kwenye kituo cha kura ameenda kufanya nini? Hata askari wa kawaida kwenye kituo cha kupigia kura ameenda kufanya nini? Ulinzi wake ni kukaa mita 500, 1000, akae kule, kukiwa na vurugu anaitwa, anamkamata aliyehusika, sio? CCM imezoea kudanganya dunia nzima kwamba CCM inapendwa. Kumbe ni rushwa, kumbe ni uongo mtupu. Kumbe makundi yenu kina mama mnatumika vibaya, mnaambiwa wakati ule mtaletewa kanga, vitenge, mtagawiwa fedha kidogo, na nyinyi mnakubali, mnaishia kupokea hiyo. Sasa tumesema kama nyie kweli ni Wakristo, kama nyie kweli ni waumini wa dini yoyote inayomwamini Mwenyezi Mungu, ambaye anakataa wizi, anakataa rushwa, anakataa vurugu, tutashikamana katika no reform no election. Bila mabadiliko hatutaenda kwenye uchaguzi. Ama sivyo mtuambie na nyie hamko na Mungu. Mkiniambia hamko na Mungu nitawasamehe. Lakini mkiendelea na nyie kupokea rushwa, tutajua kwamba kumbe tunayo dini kwa majina katika nchi hii. Jina la dini, lakini hatuna waumini. No reform no election ina maana moja tu. Hatuko tayari kwenda kwenye uchaguzi kama hakuna badiliko katika katiba yetu ambayo imefanya serikali kuwa miungu. Hatutaenda kwenye uchaguzi kama sheria za uchaguzi hazitabadilishwa. Na sisi tukishasema hatuendi, kwa sababu sheria yetu, katiba zetu, ibara ya 8
inatuambia sisi ndio wenye mamlaka, sio Samia. Inasema wananchi ndio chanzo cha mamlaka yote ya serikali. Kama sisi ndio mamlaka yote ya serikali, kwa katiba hiyo walitunga wenyewe, wala sisi hatukuwepo. Kama sisi ndio hivyo, basi sisi ndio wenye kauli ya mwisho ya nani awepe madarakani, CCM, Chadema au nani, bila kufikiria hata majina. Baada ya kusema hayo, wa viongozi wenu, kwa sababu ya muda, tutawapa maelekezo ya namna gani no reform no election iweze kutendeka. Viongozi wangu hapa sijaona fomu zikipita. Tunahitaji watu wajaze kitu kinaitwa petition. Sijui ni maombi, sijui ni kitu gani kwa Kiswahili, lakini kwa Kiingereza inalia vizuri. Kwamba wananchi tumeweka saini yetu, tumeamua hatutaki kwenda kwenye uchaguzi. Naomba kila mmoja wenu kabla mjaondoka mjaze ile fomu. Lakini muzishushe chini. Tukiwa wachache kama tulivyo hapa hatuwezi. Lakini mkishuka kwenye vijiji vyenu, mkaenda kwenye vitongoji vyenu, mkaenda kwenye ngazi ya chini kabisa kwenye misingi yenu, fomu hizo zikajazwa, Watanzania wote wakijaza, dunia nzima itamwangalia Samia anafanya nini. Atatumia mabavu? Kama atatumia mabavu, mwanake hajui demokrasia. Wananchi wa Tanzania wakijaza kwa mamilioni, hakuna serikali ya Tanzania, kwa sababu tutakuwa tunatekeleza hitaji la katiba ambayo inasema wananchi ndio wa mwisho. Kauli yao ndio inaiweka serikali. Serikali haiweki kwa kubeba sanduku kuiba. Serikali haijengwi kwa kwenda na kukimbia na masanduku askari wakatumia silaha. Serikali haijengwi kwa kuwahonga kina mama vitenge, wakina mama kupewa mikopo midogo midogo wakati wa uchaguzi. Yote ni kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, unless hamjui maana ya Mwenyezi Mungu ni nini. Nawashukuruni sana. Naomba tuungane wote, tukisimama tutarudisha uhuru wetu, tutarudisha mamlaka yetu, ili iwekwe serikali ambayo ina kibali cha Mwenyezi Mungu. Serikali isiyo na kibali cha Mwenyezi Mungu haina nafasi katika nchi inayojiita nchi ya demokrasia. Viongozi watawapa maelekezo zaidi.